Bwana Yesu asifiwe. Ndugu msikilizaji wetu wa kipindi chetu cha tafakari ya siku, ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Tafakari yetu ya leo inatoka katika kile kitabu cha Ruth ambacho kinasema hivi: ikawa zamani za waamuzi walipoamua, kulikuwa na njaa katika nchi. Akaondoka mtu mmoja wa Bethlehem ya Yuda, akaenda kukaa katika nchi ya Wamoabu, yeye na mkewe na wanawe wawili. Na jina la mtu huyo aliitwa Elimeleki, na jina la mkewe Naomi, na majina ya wanawe wawili Maloni na Kilioni, Waefrathi wa Bethlehem ya Yuda. Wakafika nchi ya Moabu, wakakaa huko. Akafa Elimeleki mumewe Naomi, na yule mwanamke akasalia na wanawe wawili, nao wakaoa wake katika wanawake wa Moabu, na jina la mmoja aliitwa Orpa, na jina la wapili Ruth. Wakakaa huko yapata miaka 10, wakafa na Maloni na Kilioni wote wawili, na huyo mwanamke akawa amefiwa na wanawe wawili na mumewe pia. Maneno haya yana historia ambayo si nzuri sana, kwa sababu ni historia inayohusu jamii iliyotoka uko kwao Bethlehem na kwenda katika nchi ya Moabu kwenda kutafuta jinsi ya kuishi, kwa sababu kulikuwa na njaa. Lakini yale yaliyojitokeza ikawa ni vifo, kwa manake wakateketea. Kile walichoenda kukitafuta ili waweze kujihifadhi, kwa maana waishi, lakini wakajikuta hawako tena katika maisha, kwa manake wamekufa. Shida ni nini? Kuna historia ambayo ilikuwepo tangu kule mwanzo. Tunafahamu kabisa kwamba Wamoabu na Waamoni ni watoto wa binti zake Lutu. Na wale watoto walikuwa na tabia ambayo waliifanya kwa baba yao, tabia ambayo sio nzuri, na tabia hiyo ikawaingiza mahali ambapo, kwa manake waliingiza tabia ambayo haikuwa nzuri kwa Mungu, na hasa kwa jinsi ambavyo walivyokifanya kitendo kile, kwa sababu kitendo hicho walikifanya na baba yao. So hiyo hali ilionekana kuwa nzito kifamilia, ilikuwa nzito tena sana, kwa sababu tayari pale kulikuwa kuna uzao unaokwenda kuchanganyika, na ule uzao ndio ambao Bwana akasema hapana, wa Moabu na Waamoni aliwatoa kwenye fungu, na akasema hawataingia kwenye kusanyiko lake, kwa sababu uovu ulipatikana kwao ama ndani yao, na huo uovu ndio ambao uliosababisha sasa Bwana awatoe nje. Kumbuka ni watoto ambao wamezaliwa na kiuno cha Lutu, ni ndugu yake Ibrahimu. Lakini jinsi ya kuzaliwa kwa wale watoto, mkubwa akazaa mmoja akamwita Moabu, yule wa pili akazaa mtoto tena na babake huyo akamwita Amoni. Kwa hiyo ule uzao uliokuwa umebeba mchanganyiko ni mbegu ilikuwa imepandwa, ambayo mbegu hii ilikuwa ije ikalete athari kubwa sana
athari kubwa sana. Ndio ukisoma Kumbukumbu sura ile ya 23 utakutana na maneno ambayo Bwana anasema. Bwana alisemaje katika Kumbukumbu 23 mstari ni ule wa 3? Biblia inasema hivi, mstari wa 3 asema, Mwamoni wala Moabi wasiingie katika mkutano wa Bwana, wala hata kizazi cha 10 mtu wao asiingie katika mkutano wa Bwana milele. Milele. Ametoa sababu hapa. Sababu zilikuwa nyingi, lakini sababu hizo zilikuwa na chanzo. Kwa hiyo mimi nazungumzia chanzo. Sababu hapa ziko za kwamba kwa sababu hapo walipokuwa Misri hawakuwalaki na chakula wala maji njiani, na kwa kuwa walimwajiri juu yake Balamu mwana wa Beori kutoka Pethori iliyo Mesopotamia aje akuapize. Kwa hiyo tunaona sababu zilikuwepo nyingi. Walinunua watu ili waje wakawaapize, wakawalaani taifa la Mungu. Ni nini kiliwafanya wakafanya vile? Sasa ile roho iliyokuwa inakaa ndani yao, hiyo roho iliyokuwa inakaa ndani yao ilikuwa inatenda kazi kwa mfumo huo wa ufalme ambao walipatikana wao. Yaani kwa mfumo huo, kwa chanzo hiko ndio walipatikana wao. Kwa hiyo matendo yanakuwa ni mabaya. Sisi tunafahamu kabisa mpaka Yesu Kristo amekuja duniani kuja kutukomboa ni kwa sababu upatikanaji wetu tulipatikana chini ya mkondo ambao tayari ulikuwa umeshabeba laana. Kwa hiyo ilikuwa lazima tuje tukombolewe ili tuweze kurejeshwa kwenye nafasi, tuwe na kibali mbele za Mungu, na kibali cha kukaa katika kusanyiko lake, kwa maana kwamba tuweze kumwabudu Mungu katika roho na kweli, turudishwe pale mahali tulikuwa katika bustani ya Eden. Sasa haya ni mambo ambayo mara nyingi tunayapuuzia, lakini yana mguso fulani katika maisha yetu, na tunajikuta katika maisha yetu tunaweza tukaendelea kuishi kwa sura fulani isiyo nzuri, na inakuwa si kwa sababu nyingine isipokuwa ni kwa sababu kuna uharibifu ambao ulifanyika wakati fulani, ambapo uharibifu huo ulipuuzwa ama ulichukuliwa kwa namna fulani ambayo haikuwekewa uzito wala kuwekwa maanani, na matokeo yake ikaleta shida. Na hiyo shida sasa ikawa ni ngumu kuitatua, kwa sababu shida hiyo imeshatolewa tamko lake. Kwa hiyo tunaona kama jinsi ambavyo wale watoto wa Ruthi, wa Naomi wawili waliokufa wakaondoka, yani wakaondoka duniani pamoja na baba yao. Tunaona baba yao alikufa, alitangulia kufa. Hatujui walishiriki nini katika nchi ile, ama ni kifo cha kawaida. Lakini katikati tena watoto wote wawili wanakufa. Huyu mama anabaki peke yake na watoto ambao wameolewa na vijana wake ambao hawezi kufanya kitu kwao. Lakini tuangalie, tunaona taifa la Israeli pia walipokuwa wanatembea katika safari zao za ukombozi, Bwana aliwaambia pia walipofika mahali kwenye nchi hiyo ya Moabu, aliwaambia sitawapa hii nchi. Piteni mwende zenu. Msiwachokoze, msiwe na shughuli nao, siwapi hii nchi. Nendeni. Na kwa Amoni pia akasema hivyo, msiwachokoze, siwapi hii nchi, nendeni. Na walipofika kwenye nchi ambayo wana wa Esau nao wakaambiwa msiwachokoze, hawa ni ndugu zenu, waacheni, nendeni zenu. Ila kama ni chakula mnataka, basi nunueni kwa fedha zenu hapa
kwa wana wa Esau, nunueni kwa fedha zenu, kwa sababu mimi nimewabariki. Sasa tunaona kwamba Mungu ana kanuni ambazo ni za ajabu, na kitu akisha kiwekea msingi hakuna anayeweza kuja kubomoa. Tunaona kwamba familia hii iliteketea yote, akabaki mama peke yake. Katika nchi gani? Ya Moab. Kwa sababu walifanyaje? Walienda kutafuta chakula, kukaa huko. Kitu gani kilikuja kutokea baadaye? Manake mtu utakuja kuuliza kwamba kwa nini sasa Ruthu anakuja kuolewa, alafu kisha katika mkondo huo ndio anakuja kupatikana familia ya Daudi na Yesu Kristo anatoka hapo. Kwa kifupi nitakielezea ni kwamba Ruthu alikana uraia wake, aliapa akaukana uraia wake. Tukisema uraia wa mtu zamani ulikuwa unahusika na Mungu anayemwabudu. Kwa hiyo Moabu ilikuwa yani watu wa Moabu walikuwa wanaishi katika kuabudu miungu, na Israeli walikuwa wanamwabudu Mungu aliye hai. Sasa huyu Ruthu yeye alikuja akatoa matamshi yake, akasema mimi ninahama, huku si kwetu tena, nakaa na wewe. Mahali utakapokwenda mimi nitakwenda na wewe, utakapokaa nitakaa na wewe. Naomi anamwambia jamani, wewe rudi kwenu, mimi sina watoto wa kukuoza, na hata nikisema niolewe, hata nikisema nizae, jamani, mpaka mtoto aje akakue, wewe utakuwa ushazeeka, ushakuwa. Sasa ebu rudini tu, nyi bado wadogo, mtaolewa tu. Orpa akambusu mkwewe akaondoka, lakini Ruthu akaambatana na Naomi. Kwa hiyo tunaona hapo Ruthu anaukana uraia wake, anamkana na Mungu wake aliyekuwa anamwabudu, Mungu wa miungu yao, anamkana. Anasema lakini Ruthu akaambatana naye akasema, tazama, shemegi yako amerejea kwa watu wake na kwa Mungu wake, basi urejee wewe umfuate shemegi yako. Naye Ruthu akasema, usinisii nikuache, nirejee nisifuatane nawe, maana wewe uendako nitakwenda, na wewe ukaapo nitakaa. Watu wako watakuwa watu wangu, na Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Hii ni statement of oath, ni kauli, tamko la kisheria ambalo lilifanyika na huyu binti Ruth. Alikana uraia wa kwao na akamkataa na Mungu wa kwao, akaingia kwenye uraia mpya na kumtaka Mungu mpya. Akasema mbaya zaidi, aliendelea kusema, pale utakapokufa nitakufa nami, na papo hapo nitazikwa. Hapo ukurasa umefungwa, maana yeye sio wa huku tena. Hata nikifa msinilete huku, maana huku si kwetu. Mungu wako Naomi ndio Mungu wangu. Bwana anitendee hivyo na kuzidi, ila kufa tu kutatutenga wewe na mimi. Basi alipomwona kuwa amekaza nia yake kufuatana naye, aliacha kusema naye. Mtu ameshaapa, ameshatoa kiapo chake, wewe unamwambia nini tena? Kwa maamuzi yake ameamua. Mbinguni imetambulika, mbinguni imeandikwa kwamba huyu sasa ni wa huku. Na ndio maana sasa Mungu akampa favor. Yaani Mungu, hata kama mtu alikuwa ni mwenye dhambi kiasi gani, lakini Mungu anapomwona amekataa huyo Mungu, amekana huo uraia huo wa ufalme huo, na akageuka kukaa na yeye, Mungu anampa favor, anampa kibali. Ruth akapata kibali, jamani, akaolewa na Boaz. Kwani kulikuwa hakuna wanawake Boaz kuwaona? Ruth akaolewa na Boaz. Sana sana tunaona sasa
Yese anatokea hapo, Daudi anatokea hapo, ukoo wa Yesu Kristo, Yesu anatokea hapo. Anaingia kwenye historia ya ufalme. Unaweza ukaingia kwenye historia ya ufalme hata wewe. Siku utatoa kauli yako, ukitoa statement yako of oath, ukasema mimi kuanzia leo, shetani mimi si mali yako, mimi nitaambatana na Mungu, na Mungu Jehova atakuwa Mungu wangu. Mbingu itasikia. Na ukisha tamka hayo, uachane na mambo ya huko. Useme na wewe kama alivyosema Ruthu, mimi nitaambatana na wewe Yesu, mahali ulipo ndio nitakaa, na hata nikifa nife mikononi mwako. Alafu ukadhihirisha katika matendo. Ruth alidhihirisha katika matendo yake, akabaki. Orpa alimbusu alipoona, mimi kwanza anafuatana na huyu mama kukutafuta nini? Wacha mimi nimbusu niondoke zangu. Nikaolewa. Historia yake ikafutikia hapo. Akabaki na miungu ya kwao. Lakini Ruth akapata kibali kwa Bwana. Unataka kibali kwa Bwana? Fanya maamuzi leo. Toa tamko lako. Alafu usirudi huko nyuma. Usiangalie ya kule nyuma. Usiende kufanya yale yasiyofaa. Angalia kutoka kwenye taifa la Moabu ambaye Mungu alilikataa. Taifa ambalo lilitokana na chimbuko la uovu, zinaa ya uovu mbaya sana ya mtoto kuzaliwa na babu yake. Ni mbaya kabisa. Hiyo ni tabu. Maana ukiangalia ni ule mchezo wa shetani asilimia zote. Sio zinaa ya kawaida kabisa. Ile ambaye Paulo aliwaambia watu kwamba jamani, mbona kuoni kunasikika zinaa ambayo sio ile ya kawaida jamani? Hata kule kwa mataifa haisikiki. Hebu angalia vitu kama hivyo. Hilo lilikuwa ni kanisa la Kristo. Na sisi tunaweza tukafanya maamuzi, na maamuzi yakatupa sisi kusimama kikamilifu. Maamuzi yakatupatia sisi kutembea katika njia za Mungu, njia ambazo zitatupa sisi kung'aa mbele za watu, kung'ara. Yako maisha ndani ya wokovu ambaye bado hatujayaona. Maisha hayo ni yale ambayo Mungu anajidhihirisha kwa mtu yeyote ambaye amefanya maamuzi kama aliyofanya Ruthu, alafu akakubali kukaa bila kujali mazingira ama hali ama nini kinatokea. Leo hii tafakari yetu inakupa we nafasi ya kuangalia ni namna gani unaweza ukakaa na Yesu. Kama ulikuwa ushamkiri Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, lakini ulikuwa unacheza na dhambi, leo tunakupa nafasi nyingine ya kurejea. Na kama ulikuwa hujawahi kumpa Kristo maisha yako, basi na ukaingie ndani kwenye maisha mapya haya ili uweze kuona mastajabu ya Mungu. Mungu yupo na anafanya. Kristo Yesu amebeba uhai wake katika maisha yetu. Uhai wake unaishi, lakini kwa yule mtu ambaye atakubali kuambatana naye. Ruth alikubali kuambatana na Naomi na akakubali kuambatana na Mungu wa Naomi. Wewe unaambatana na nani? Unamkiri Kristo kwa kinywa chako, lakini umefanya maamuzi kuambatana na nani? Usiambatane na shetani kwa matendo yako, bali ambatana na Mungu katika kila kitu chako ili uweze kumuona Mungu. Mungu anayo tele ya kuweza kutufundisha, anayo tele ya kuweza kutupatia, anayo tele kuweza kutulinda nayo, lakini inanitaka mimi kufanya maamuzi. Leo fanya maamuzi. Fanya maamuzi. Tufanye maamuzi ili tuweze kuona mwema wa Bwana. Bwana Yesu, kwa neema yako tunafanya maamuzi ya kukugeukia wewe. Maneno tuliyotembea nayo ambayo yalikuwa hayana maana, leo tunafanya upya. Na kwa utukufu wako Baba, tusamee, ukaturehemu, ukaturejeshe katika nafasi na ambayo Bwana ulituweka ili tukapate kuona pumziko lako na furaha yako na wema wako katika maisha yetu. Na utukufu wako kaambatane nasi katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kushukuru. Amen. Mungu atubariki.